Ni milio ya risasi nje ya mahakama ya Shanzu, kaunti ya Mombasa. Sauti ya mtutu wa bunduki ilipokimya, watu wawili walikuwa wamepoteza uhai. Mmoja kati yao, Sheikh Abubakar Sharif almaarufu Makaburi, alikuwa mara kadhaa ameyatabiri haya kwamba atakufa kwa mtutu wa bunduki. In fact, I am on their list to be killed. Karibu katika makala ya kumbukumbu ya historia. Jina langu ni Elvis Omondi. Makaburi alikuwa ni shekhi wa tatu kutoka msikiti uliozua utata wa Masjid Musa kuuawa chini ya kipindi cha miaka miwili. Watangulizi wake Sheikh Abud Rogo na Sheikh Ibrahim Omar waliuawa baada ya kuhusishwa na kundi haramu la Al-Shabaab. Ripoti za kijasusi kutoka idara ya NIS iliyotolewa baada ya mashambulizi ya Westgate yakidokeza kwamba msikiti huo ulikuwa ukitumiwa kwa sajili vijana katika kundi la Al-Shabaab kabla ya kutumwa kwao katika taifa jirani la Somalia. Lakini je, historia ya msikiti wa Masjid Musa ni upi? Na je, msikiti huu ulijipataje mikononi mwa mashehe wenye itikadi kali na wanaunga mkono Al-Shabaab? Msikiti wa Masjid Musa ulijengwa na aliyekuwa meya wa jiji la Mombasa, Ali Talib. Baada ya kifo cha Talib, familia yake iliendelea na shughuli za kuendesha msikiti huo. Msikiti huo ulikuwa ni miongoni mwa misikiti mikuu katika mtaa wa mabanda wa Majengo, mwingine ukiwa ni msikiti wa Sakina. Miaka ya 90, pwani ya Kenya ilishuhudia vurugu vya kisiasa. Vurugu hivi vikihusishwa na chama cha kisiasa cha Islamic Party of Kenya almaarufu IPK. Wanachama wa IPK walikuwa wakipata hifadhi katika msikiti wa Sakina. Serikali na ushawishi wake ilishinikiza wanachama wa IPK kuondolewa kutoka msikiti wa Sakina. Wanachama walioondolewa walikimbilia msikiti wa Masjid Musa, ambapo waliendelea na injili yao ya kujitenga kwa pwani kutoka Kenya. Miongoni mwa waliofurishwa Sakina ni pamoja na Sheikh Abud Rogo na Sheikh Makaburi. Jinsi vita vya Al-Shabaab vilipoendelea kushika kasi, ndivyo mahubiri ya Rogo na wenzake yalivyoonekana kuegemea katika kuunga mkono magaidi. The only way Muslims can get peace is when they take up arms and implement Sharia law. The youth now in Kenya are looking for weapons to protect their sheikhs against the government, against the Americans, against the British. Kenya ilipovamia Somalia chini ya operesheni Linda Nchi, Rogo walilaani kitendo hicho. Ripoti za kijasusi zilionyesha kwamba mbali na kulaani, Rogo, Makaburi na wenzao walikuwa wakichangisha fedha kufadhili Al-Shabaab, hatua iliyofanya taifa la Marekani na washirika wake kufungia fedha na mali ya Rogo pamoja na wenzake. We've been talking a lot about terrorism and the focus has been on ISIL, but Somalia, we've seen Al-Shabaab, an affiliate of Al-Qaeda, wreak havoc throughout that country. That's an area where the cooperation and idadi ya mashambulizi ya Al-Shabaab yalipoanza kupanda humu nchini na mamia ya watu kupoteza maisha yao mikononi mwa kundi hilo, mmoja baada ya mwingine, Abud Rogo, Ibrahim Omar, Makaburi waliuawa kwa njia tatanishi, wote wakipigwa risasi. Right, let's now take you back to our top story this evening. Radical Muslim cleric Abubakar Sharif alias Makaburi has been shot dead tonight by unknown assailants. The attack occurred near the Shanzu Law Courts in Mombasa. And now Makaburi alikuwa miongoni mwa watu wa kwanza kufika katika sehemu ambapo watangulizi wake Rogo pamoja na Omar waliuawa. Hii ni kazi ya polisi. I deny categorically that police in this case are involved. Makaburi, jina lake likitokana na kazi yake ya kuchimba makaburi aliyokuwa akifanya kabla ya kuingilia shughuli za kidini. Alikuwa muazi katika semi na msimamo wake wa kuunga mkono vita vya kidini almaarufu jihad. Wewe Muislamu, wewe ni kafiri kama wao. Injili yake ya kuunga mkono magaidi ilimgonganisha na wengi. Usimamizi wa Baraza la Kiislamu humu nchini SUPKEM likitangaza kutomtambua na kutoidhinisha aina ya injili aliyokuwa
akitia sikioni mwa waumini wa Masjid Musa. Injili yake haikumtenganisha tu na usimamizi wa dini. Anavyokiri mwenyewe, marafiki walimkwepa wakiogopa kukutana na yaliyowapata watu wa karibu wa washukiwa wa ugaidi. Mimi ni mtu wa pekee ambaye marafiki zake wote wameuliwa. Sina rafiki hata mmoja. Sauti ya makaburi ilinyamazishwa kabisa jioni ya tarehe mosi mwezi wa Aprili baada ya yeye na jamaa mwingine kupigwa risasi na kuuawa papo hapo walipokuwa wakitoka mahakamani kufuatilia moja kati ya kesi nyingi zilizokuwa zikimwandama. Mwisho wa kumbukumbu ya historia hii leo. Langu jina Elvis Omonde. Kumbuka kusubscribe.